kuna mpinga Kristo, kuna mpinga neno la Bwana, kuna shetani anayetawala dunia, ambaye amefanya kwamba mioyo ya wanadamu imemkataa Mungu wao. Na ndio maana wakati mwingi watu wanahangaika, watu hawajui suluhisho la maisha yao. Lakini Yesu anatuita jioni ya leo tupate kumjua yeye kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kujua dhabihu kanisa ya lako haitoshi, kwamba mbele ya Mungu haiwezi kutetea, bali roho yako iko wapi kwa Mungu? Na ndiposa nikasema ya kwamba unaanza uhusiano na Mungu kwa kumwamini kwanza kwamba alifia kwa sababu ya dhambi zetu. La pili, tuamini alifufuliwa kutoka kwa wafu. La tatu, tumkiri na kinywa chetu kuwa Yesu ni Bwana, kwamba Bwana, nakubali damu yako inioshe dhambi zangu. Tunapoishi kila siku tunamkubali Yesu Kristo kuwa yeye ndiye anatuongoza. Tunamkubali kwamba sisi wanadamu si wakamilifu, bali kwa ukamilifu wa Yesu Kristo tunakuwa wakamilifu. Tunakuwa wakamilifu kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo, kwa neema ya Mungu, kwa huruma za Bwana. Na ndio maana tunasema kwamba hatuwezi lipa Mungu kwa uzuri wake kila siku. Hatuwezi mlipa Mungu kiasi cha pesa ama dhabihu zetu ama kujitolea kiasi gani. Haiwezekani kulipa Mungu. Kama we pekee hauwezi kufia, hauwezi kufa kwa sababu ya mzazi wako ama ndugu yako. Yesu alikufa kwa sababu ya sisi wanadamu. Amen. Alimwaga damu msalabani ili tupate kuokolewa. Ningeomba jioni ya leo utachukua dakika moja tu, ukiwa peke yako kwa nyumba yako, mahali popote huko, chukua dakika moja ujiulize, kuna upendo unamfikia Yesu Kristo kwamba alijitoa msalabani akafa kwa sababu ya binadamu, kwamba Mungu alikuwa na mpango katika maisha yetu, akamtoa Yesu Kristo miaka iliyopita, na hiyo damu linatuosha mpaka sasa. Amen. Na ndio maana tunasema kwamba upendo wa Mungu ni upendo ulio juu zaidi ya pendo zote. Haleluya. Ukimkubali Yesu Kristo, umemkubali upendo wa Mungu. Amen. Last week but one nikawaambia kwamba amri mbili kuu za Mungu, ya kwanza ni kumpenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nafsi yako yote. Amen. Na ya pili nikasema ya kwamba amri ya pili ya kuu zaidi ni kumpenda jirani yako. Umpende jirani yako jinsi unajipenda wewe mwenyewe. Haleluya. Na last week nikawaambia kwamba tukijali jirani zetu, inamaanisha kwamba tunaishi kwa upendo wa Mungu. Bila kujali majirani zetu, hatuna upendo wa Mungu katika maisha yetu. Amen. Jioni ya leo naoletea habari njema ya kwamba tutaishi aje na Mungu katika maisha yetu. Wiki iliyopita zaidi niliwaambia kuhusu wokovu na baraka zinazotoka kwa Mungu. Niliwanenea kuhusu baraka 5 zinatoka kwa Mungu. Nikawaambia kwamba Mungu anaona aje ustawi wa huu dunia. How does God view our blessedness? Who is a blessed person in the eyes of God? Niliwaambia hivyo last week. Leo nataka niendeleze niseme kuhusu, ninene kuhusu kukua katika Bwana, kukua katika Mungu. Amen. Growing in God. Growing in the ways of God. Growing in the principles of God. Amen.
Kabla nianze na nisome neno la Bwana, nitasoma kutoka kitabu cha wa Timotheo wa pili mstari wa mlango wa 3 mstari wa 14 mpaka 16. Kabla sijasema hivyo, ningependa kusema kwamba mimi nimeokoka miaka 25 sasa, na mimi ni daktari, nimefanya PhD Amen. ya finance. Hallelujah. And I'm a lecturer at St. Paul's University in this country. Amen. Na Mungu apokee utukufu wote. Hallelujah. Ninapoambia habari ya Yesu Kristo jioni ya leo, ninajua ninachosema. Amen. Niliokoka nikiwa kidato cha pili, form 2. That is when I gave my life to Jesus Christ. Hallelujah. To be my Lord and Savior. Mimi wazazi walikufa, miaka imepita 20 na kitu. Lakini Mungu amekuwa baba na mama yangu. Amen. Na ndio maana nawaambia jioni ya leo, mkubali Yesu Kristo awatawale maisha yenu. Hallelujah. Atawapigania vita zenu. Amen. Lakini zaidi ya yote tutakuwa na uhusiano na Mungu. Glory to God. Kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa 3 mstari wa 14. Amen. Timotheo wa pili mlango wa 3 mstari wa 14. Tutasoma kwa Kiswahili, tutasikia kwa Kiswahili. Bali wewe ukae katika mambo yale uliofundishwa na kuhakikishiwa. Amen. Wacha to stop hapo kwamba bali wewe ukae kwa mambo yale uliofundishwa na ukahakikishiwa. Kwa maana unajua ni akina nani ambao ulijifunza kwao. Ni akina nani ambao ulijifunza kwao. Kabla ujiendelee, wacha nifafanue kiasi. Biblia inatuhimiza ya kwamba huyu ni Paulo alikuwa anaambia Timotheo. Timotheo alikuwa mfuasi wa Paulo katika Yesu Kristo. Akamuhimiza akamwambia kwamba uyashikilie yale uliyofundishwa, ukikumbuka ulifunzwa na nani. Amen. Katika maisha yetu utapata ya kwamba biashara unayofanya kuna mtu alikufunza. Ni kweli. Ama ulifunzwa shuleni ukapata hiyo skill ya kufanya hiyo biashara. Sure. Katika maisha yako kuna kitu umefunzwa na mtu fulani. Ama umefunzwa mahali fulani. Katika mambo ya Mungu tunahimizwa ya kwamba tukumbuke yale tuliyofunzwa. Amen. Na mimi waambia watu ya kwamba mafunzo yanayopita mafunzo yote ni yale yameandikwa kwenye Biblia. Siwezi kuja kwako nikuambie story za Abunuwasi. Siwezi kuja kwako nianze kukuambia yalienda hivi yakaja hivi. Hapana. Bali ninapokuambia jambo, ninatoa wapi? Amen. Nikitoa katika neno la Bwana, hilo ni jambo litasimama hadi mwisho. Amen. Na hilo ndilo jambo nakwambia jioni ya leo, lishike lile jambo ulifunzwa kutokana na neno la Bwana. Amen. Tuendelee. Na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu. Tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jioni leo nataka niwaambia kwamba mafamilia mingi ama wazazi wengi hatufunzi watoto wetu kuhusu njia za Mungu. Biblia imesema kwamba funza mtoto njia impasayo, na akikuwa mkubwa hata yaacha hayo mafundisho. Amen. Mara mingi utapata kwamba wazazi tunalipa school fees watoto wafunzwe mafundisho ya hapa duniani, kufanya agriculture, kufanya electricals, kufanya mahesabu, kufanya mambo mengi. Si vibaya. Nimwambia mimi niko na PhD ya finance, nimefanya finance. Amen. Nimefanya mathematics. Amen. Nimefanya economics. Amen. Nimefanya accounting. Hizo zote najua. Glory to God. Lakini kuna mafundisho ambayo yanashinda mafunzo ya hapa duniani. Amen.
na haya ni mafunzo kuhusu Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Haleluya. Haya mafundisho ndiyo yatupasa tuishi ndani yake. Amen. Kama tunataka tutembee na Mungu, lazima tusome neno la Bwana linasema nini kuhusu maisha yetu. Amen. Neno la Bwana linasema nini kuhusu biashara yetu. Neno la Bwana linasema nini kuhusu familia yetu. Amen. Neno la Bwana linasema nini kuhusu mali zetu. Tukijua hayo na tuzidi katika hayo mafundisho, hatutashindwa hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuendelee. Ambayo yaweza kukuheshimisha hata upate wokovu kwa njia ya imani iliyo katika Kristo Yesu. Amen. Haya mafundisho yana manufaa katika maisha yetu. Yes. Na kulingana na hayo mafundisho, yes, tutapata wokovu, yes, kupitia Yesu Kristo. Tuendelee 16. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa maandisho, na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza na kuwabadilisha katika haki. Amen. Nataka nifafanue hapo zaidi. Nimeanza na kuambia kwamba tukiishi katika mafundisho ambayo tumefunzwa kutokana na neno la Bwana, Biblia, tusitafute kuambiwa Mungu anasema nini. Oh yes. Mungu ameshajitokeza kutuambia maandiko ambayo yako kwa Biblia. Tukijifanya wanafunzi wa Mungu, lazima tuende katika maandiko kwa Biblia tuone Mungu amesema nini. Amen. Na ndiposa nikasema kwamba ni vyema jioni ya leo ukumbuke na ujiulize, kila unapofanya uamuzi fulani, oh yes, jiulize Mungu amesema nini kuhusu hili jambo. True. Ninapotaka kuoa, kufanya ndoa, Mungu amesema nini kutokana na Biblia. Amen. Sitatafuta mchungaji ama mtu mwingine aniambie Mungu amesema hivi. Hapana. Nitasoma maandiko nijue Mungu amesema nini na angetaka aje. Amen. Katika biashara hii yangu Mungu ameahidi nini? Amesema nini? Je, yanatendeka katika maisha yangu ama yatendeki? Mbona hayatendeki katika maisha yangu? Tukichajua tutalea watoto wetu aje kulingana na maandiko. Mungu amesema wewe kama mzazi inatukupasa umlee mtoto jinsi gani. Biashara zako ukitaka zipanuke, Mungu amesema nini kuhusu biashara yako? Utabariki aje biashara yako? Biblia imesema kwamba maisha na kifo iko ndani ya kinywa ya mwanadamu. Unaponena biashara yako haikusaidii, I can assure you haitakusaidia. Utafanya biashara na utaporomoka, utazidi kuwa chini mpaka ukue discouraged. Lakini jioni ya leo tunapozidi katika neno la Bwana linasema aje kuhusu maisha yetu, kuhusu biashara yetu, kuhusu watoto wetu, kuhusu ndoa yetu, kuhusu kila kitu tunachofanya hapa duniani. Tukishajua hivyo, Biblia imetuambia kwamba kila andiko la Bwana ni muhimu na kila andiko liko na purpose yake. Purpose ya kwanza, ningependa usome mstari wa 16 ikuanza. Purpose ya kwanza ya maandiko ya Bwana ni nini? Kila andiko lenye pumzi ya Mungu, amen, lafaa kwa mafundisho. Mafundisho. Kwanza tunaposoma neno la Bwana tunaambiwa ya kwamba hayo maandiko yafaa yatufunze. Yatatufunza nini? Nimesema kwamba kila suluhisho la hii dunia liko katika maandiko ya Bwana. Liko katika Biblia. Kila suluhisho liko katika hiyo Biblia. Kila unaposoma neno la Bwana, kila asubuhi na jioni na mchana ama wakati wote unasoma, jua ya kwamba litakufunza upate maarifa ya kuishi hapa duniani na hata baada ya hapa duniani. Mafundisho. So the first purpose of the word of God in our lives is for teaching us. La pili, mafundisho ya kuwaonya
watu makosa yao. Ya pili ni mafundisho ya kuwaonya watu makosa yao. Biblia imesema ya kwamba neno la Bwana, the purpose of the word of God, the second one is to rebuke us, ni kutuonya makosa yetu. Tunaposoma Biblia utapata ya kwamba kuna mambo unapata ya kwamba haufanyi kulingana na mapenzi ya Mungu. Inakuonya kwamba ukienda njia hii utaangamia, ukienda njia hii utafanikiwa. Haya yote yako kwa Biblia. Na ninapokuambia jioni ya leo, nilisema wiki iliyopita ni kwamba nilisema imempasa mwanadamu kuishi mara moja. Baada ya kifo ni hukumu. Hivyo imeandikwa kwa Biblia. Kama hujasoma Biblia hiyo nimekuambia. Imempasa mwanadamu kuishi mara moja, akishakufa ni hukumu. Inamaanisha kwamba mtu akishakufa hakuna vile anapoweza kuokoka. Hapana, usidanganywe. Hiyo ni mambo tumeandikiwa kwa neno la Bwana. Na ndio maana mimi hurumia watu sana. Haujui kesho yako iko aje, haujui mwaka wa ujao utakuwa aje. Leo uko na mtu, kesho hauna. Tumekuwa na Prime Minister Kenya, the past 1 week alikuwa very alive, the former Prime Minister Raila Odinga. He was very alive the past 1 week. Leo tulimzika, tunaenda kusahau. Nimempasa mwanadamu aishi mara moja, akifa ni hukumu. Na ndiposa lazima tuyakumbuke maisha yetu, tunaishi aje hapa duniani. Ukifa leo utaenda wapi wewe? Ukifa leo, wajiuliza, ukifa tu dakika moja imeisha ama dakika 30 zimeisha, next, what is your next destination? Na next destination ni kwamba either ni mbinguni ama ni kuzimu, hell. So neno la Bwana, Biblia, tukiyasoma Biblia itatufunza, na la pili itatuonya kwa njia tuendazo. Biblia ikituonya itatuambia kwamba jinsi unavyoenda si vyema, njoo kwa hii njia nyoofu ambayo ni ya Bwana. Tuendelee. The third purpose of the word, na kwa kuwaongoza. Nataka niwaulize jioni ya leo, unaongozwa na nini katika maisha yako? Wewe kama mwanadamu unaongozwa na nini? Ni nani anakuongoza katika maisha yako? Maisha ya mwanadamu, mtu aliimba akasema ni maua, ni kama maua, leo yako kesho yamenyauka. Wewe unaongozwa na nani katika haya maisha? Unapokuwa na jambo gumu, unatafuta msaada ama ushauri kwa nani? Jioni leo ningependa kuambia kwamba ni vyema uongozwe na neno la Bwana. Neno la Mungu limekuwa since the beginning of time. Hii Biblia tunasongea kuhusu imekuwa tangu wakati ulimwengu uliumbwa na vitu vilivyomo mpaka sasa. Mwanadamu atajifunza aje? Lazima tusome tangu hizo mwanzo hadi sasa Mungu amesema nini. Tujifunze kutokana na neno la Bwana. Mungu angetaka tuishi aje? Watu wa kitambo walitembea aje na Mungu? Tunasoma kulingana na maandiko kuhusu maisha ya Abrahamu. Tunaambiwa kwamba alikuwa shujaa wa imani, na Biblia imetuambia kwamba sisi ni wana wa Abrahamu, na Mungu anahitajika kuwa Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Tunaposoma kuhusu Abraham, Isaka na Yakobo, tutajua waliishi aje na Mungu, walitembea aje na Mungu, na Mungu aliwatendea aje. Ungetaka maisha yako yafanikiwe jioni ya leo, soma maisha ya Abraham, Isaka na Yakobo. Mungu ni wa Abrahamu, wa Isaka na wa Yakobo, na ni huyo Mungu tunaitia jioni ya leo katika maisha yetu. Tukisoma neno la Bwana tutapata kujua
kitambo watu walitembeaje na Mungu, na hiyo ndio purpose ya tatu ya maandiko ya Mungu. Tuendelee. Na kwa kuwabadilisha katika haki. Na kuwabadilisha katika haki. Hilo ndilo jambo la nne ambalo tunapata kutoka na maandiko ya Mungu. Kutubadilisha katika haki. Nilianza na kusema kwamba tunapokea aje haki. Nikasema haki yetu inapatikana kwa damu ya Yesu Kristo. Nikasema hakuna uzuri tunaoweza kuwa nao kama wanadamu ila kwa damu ya Yesu Kristo. Tulisikia wimbo ukianza, ni neema ya Bwana Yesu kwamba tumeokoka jioni ya leo, na si kwa sababu ya matendo yetu, bali ni kwa neema ya Yesu na huruma zake Mungu. Na ndio maana tunaenda mbinguni kwa sababu ya neema na huruma za Mungu. Hayo mambo mawili peke yake. Tunaenda mbinguni kwa sababu ya neema ya Bwana na huruma za Mungu. Sisi hatukuwa na haki Yesu atufie msalabani kwa sababu ya dhambi zetu. Hatuwezi kuwa na hiyo haki, lakini tumefanyika haki. Tumefanywa wana wa Mungu kwa neema ya Mungu. Tumepokea haki kutokana na maandiko. Tumeambiwa na maandiko kwamba tukimwamini huyu Yesu Kristo, hata tukipoteza hapa duniani, tutaurithi ufalme wa Mungu. Na hilo ndilo jambo la muhimu zaidi katika maisha haya. Usipoteze wakati wako na muda wako hapa duniani ukikosana na watu for no reason. Usipoteze muda wako na nafasi yako hapa duniani ukitafuta chakula cha kila siku. Jiulize, chakula cha kila siku nikishakula, kesho itakuwaje? Nikishaaga huu ulimwengu, kesho yangu itakuwa aje? Lazima tujiulize haya maneno. Lakini zaidi ya yote nimewaambia jioni ya leo, unapoenda nyumbani, chukua dakika moja ujiulize, Yesu Kristo akafa msalabani, naambiwa ni kwamba ni kwa sababu ya dhambi zangu. Yanipasa niishi aje haya maisha? Ni vyema na washauri jioni ya leo tumkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tunapomwamini kwa moyo yetu, tumkiri na kinywa chake kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tukishamkiri kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tuenende kwa njia za Mungu. Na nikasema jioni ya leo lazima tusome neno la Bwana. Linasema nini kuhusu kila tunachofanya hapa duniani? Neno la Bwana linasema nini kuhusu jamii yangu? Neno linasema nini kuhusu biashara yangu? Neno linasema nini kuhusu masomo yangu? Neno linasema nini kuhusu watoto wangu? Neno la Bwana linasema nini kuhusu kila ninachofanya kila siku? Lazima tumtafute Mungu kwa kila jambo na atatuongoza kwa njia nyoofu. Amen. May God bless you this evening. Amen. Hilo ndilo neno la Bwana jioni ya leo, kwamba tuishi na tukue kwa Mungu. Kabla tujamaliza, nimeongea kuhusu wokovu wa Yesu. Nimesema mambo mawili, na ningependa kualika kama hujaokoka useme maneno haya nyuma yangu. Mbona tunasema watu waseme maneno haya? Biblia imesema ya kwamba katika kitabu cha John chapter 10 verse 9 to 10, na pia ukisoma Romans chapter 10 verse 9 to 10, kwamba mwizi haji ila kuiba, kuharibu. Mwizi haji ila kuiba, kuharibu na kuua, lakini Yesu Kristo amekuja ili tuwe na uzima, na si uzima tu, tuwe na uzima tele tele. Huo ndio uzima tunatafuta jioni ya leo, kwamba hata ukilala njaa unajua uko na Mungu katika moyo wako, uko na peace in your heart that surpasses human understanding. Amen. Mara mingi mimi huambia watu, utajipima aje katika haya maisha unayoishi? Jioni ya leo kama uko peke yako utajiuliza, nikifa leo nitaenda kwa Mungu ama kwa shetani? Hivyo tu moyo wako utakuambia utaenda wapi. Biblia inasema kwamba tukiamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tuamini alifufuka kutoka kwa wafu,
na tumkiri kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tutaokoka. Na ningetaka my wife, kama umeamua kuokoka, my wife atakuongoza kwa wokovu, kwamba utamkiri Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kwa imani Yesu ataingia katika moyo wako, utakuwa mwana wa Mungu na utabarikiwa na Mungu jioni ya leo. Kabla hajaomba hajalidi watu kwa wokovu, ningependa kusema kwamba akimaliza tutaombea mtu yeyote ako na magonjwa katika mwili wake. Kwa imani, kama uko ni mgonjwa, utashika mahali unagonjeka, kwa imani utapona katika jina la Yesu Kristo. Amen. La tatu, kama wewe si mgonjwa ama uko na mgonjwa mahali popote, utaaminia huyo mgonjwa kwamba Mungu amponye jioni ya leo, na hiyo ishara ya kwamba Mungu ni mponyaji katika maisha yako. Ningependa kualika my wife aseme neno moja na waongoze katika wokovu. Amen. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. Thank you for the word. Asante kwa neno ambalo Bwana amekutumia jioni ya leo. Tumesikia na tumesikia vizuri, yenye neno inapaswa kutusaidia. Kama unataka kuokoka mahali ambapo ulipo, unaweza sema haya maneno nyuma yangu, ukaamini kwamba umeokoka. It's because it's by faith. We get born again by faith. Yes. Ni kuamini tu umeokoka na maisha yako inabadilika. Amen. So sema nyuma yangu, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Siku ya leo naja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Najua ulikufa kwa ajili ya makosa yangu. Siku ya leo najipeana kwako. Nisamehe dhambi zangu. Futa jina langu kutoka kwa kitabu cha mauti. Na uandike kwenye kitabu cha uzima wa milele. Nijaze na Roho wako Mtakatifu. Nipe nguvu niweze kusimama kwa wokovu. Nimekuamini na nimekupokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kama umesema ombi hilo, acha nikakuombee ili Bwana akutie nguvu uweze kusimama na usirudi nyuma. Amen. Bwana, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asanti. Yes, asanti kwa sababu ya mioyo ya watu ambao wameokoka siku ya leo. Yes. Ambao wananisikia wakiwa karibu na mbali Bwana. Najua Biblia inasema saa zile mmoja wetu amekukubali hapa duniani, mbinguni kuna shangwe na ngeremo. Bwana, hata sisi hapa tunasherehekea siku ya leo juu ya watu ambao wamejipeana kwako Bwana, juu ya watu ambao they have rededicated their life to you Lord. We give you glory, honor and adoration, my Father. Bless your people, oh God. Bless everyone under the sound of our voice today, oh Lord. In the mighty name of Jesus. Bless their businesses, oh Lord. Let your word change them, oh God. In the mighty name of Jesus. Bwana, tunasema ni asanti kwa wema wako na ukuu wako. In Jesus name. Amen. Thank you. Give all the glory to God. Mungu awabariki walio mahali hapa kwa kutusikia, na ningependa kuombea mioyo yenu ya kwamba mtampenda Mungu, mtatembea kwa wokovu wa